Alright, again and again, kwa mara nyingine tena wadau wangu wa Tam TV Recap. Leo nawaletea bonge la chuma letu Frankenstein. Yani picha ni kali mpaka kali tena. Oya wanangu, hemu twende kazi. Picha yetu inaanza mwaka 1857. Tunaona meli kubwa ya wanajeshi ikiwa imeganda katika barafu. Na wanajeshi hawa kwa hiyo walikuwa wanataka kurudi nyumbani. Kipindi wanapambania meli yao kuitoa na kuinusuru, hapa mpaka usiku ukafika, lakini wanaona kwa mbali kuna moto. Ikabidi waende kuangalia katika moto kuna kitu gani. Juu ya mgongo wa barafu wanakuta damu ya kumwaga na wanamkuta mtu hapa mwenye mguu wa bandia, na wakamsaidia huyu mtu na kumchukua moja kwa moja na kwenda kumpa huduma ya kwanza bila kinyongo, bila matatizo na bila kujua huyu mtu ametokea wapi. Kamanda aliingia naye moja kwa moja, lakini punde tu wanamwona mtu mwingine anatokea, lakini yule mgonjwa anasema hakika mpigeni huyo na mumuue kama mnaweza. Basi hao maskari walipambana vikali sana kujitetea na kujinusuru juu ya huyu mtu ambaye ameambiwa wamuue. Huyu mgonjwa bwana alikuwa anaitwa Victor. Victor ambaye captain, huyo sio mtu wa kucheka naye, mkipata nafasi mumuue. Basi walilipua mpaka wakalilipua tena, lakini huyu jamaa alikuwa anakuja, lakini walimuweza na huyu mtu alidhama katika barafu. Victor anauliza, je, mmemuua ama? Wakamwambia tumempiga tu na kudondokea chini ya barafu. Victor akamwambia huyo mtu basi ajafa na atapokuja ataua watu wengi sana. Kwa nini auwe watu wengi? Captain anauliza. Akaambia ngoja kwanza nikupe hadithi ama nikupe habari yake huyo mtu na mimi hapa ni nani. Basi hapa jamaa akakaa chini taratibu, ili mradi ampe story ya huyo mtu ambaye yuko huko chini, na anaambia huyo mtu ni hatari sana. Tunarudishwa miaka ambayo Victor ni bado mdogo sana, na hapa Victor akiwa na babake na pamoja na mamake, na babake alikuwa ni dokta ambaye alikuwa anasafiri kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, hapa kubakia nyumbani. Lakini mke wake, mamake na Victor, yeye kwa wakati huu alikuwa ni mjamzito. Baba na mke wake wanapendana sana, lakini siku zote baba anataka mwanae Victor aje kuwa kama yeye. Hapa kwenye kuulizana maswali, Victor anashindwa kujibu maswali. Baba anachukua kiboko na kumwadhibu mwanae kwa kuwa alitaka mwanawe awe makini na awe bora kuliko yeye. Lakini hapa mama kuna hali mbaya, anajisikia kichefuchefu. Ilibidi Victor mwite babake na baba kumwandaa mkewe kwa ajili ya kujifungua, na mwisho wa siku mama huyu anafariki dunia akiwa katika pukushani za kujifungua. Victor anakuwa mnyonge, Victor anakuwa mpweke, lakini Mungu alijalia katika mambo haya baba huyu alibahatika kupata mtoto mwingine, ambaye mtoto huyu mama alimwacha ingalikuwa hajalelewa na mamake na mzee huyu babake, na Victor alimulea mtoto huyu mwingine. Lakini mapenzi yote yalihamia kwa William, na Victor akaonekana si chochote wala sio kitu. Siku zikazidi kusogea na mambo yakazidi kuendelea, na baba akiwa anawalea watoto wake wawili, lakini naye baba ikafika siku yake na mwisho wa siku naye baba akafariki. Victor akabakia na mdogo wake, na Victor yeye ndo akawa baba tena, na Victor akalisi kila kitu cha baba yake. Miaka imepita na huu ni mwaka 1855. Victor leo yupo mbele ya bunge ama yuko mbele ya viongozi ambao wanamtumikia na kuambia, hakika nimeshagundua kitu cha kushinda nafsi ama kushinda umauti, na sasa hivi nataka kuupa uhai mwili wa binadamu ambao umekufa. Kutokana na ule upweke wa Victor, yeye kumkosa mama yake, kwa hiyo hakupendezwa, na sasa hivi Victor alijifunza vikali kurudisha uhai wa maisha ya mwanadamu pale mwili unapoondoka uhai. Na kweli mbele ya watu ilinyago ama lisanamu liliongea, na watu wote walishangaa na wakampa hongera kumwambia, hakika umemshinda Mungu, hakika umemshinda Mungu anayetua. Watu wote walijisikia raha kwa sababu walijua watakuja wataishi maisha yao milele, yani hakuna kufa bali ni kulabata mwanzo mwisho. Kulikuwa na mtu huyu hapa pembeni, ambao huyu alitoka katika falme nyingine, amekuja hapa anamwambia, hakika nimependezwa sana, lakini unaonaje mdogo wako William aoane na mdogo wetu Elizabeth? Kwa hiyo wakapata nafasi ya ndugu yake huyu na Victor amuoe huyu dada ambaye anaitwa Elizabeth. Huyu Devi akaongea naye vizuri sana, na mwisho wa siku wakakubaliana na akamwambia, bwana, hapa nakupa siku 3 tu na uje kutupa hiyo sayansi yako. Kweli William akajiandaa vizuri na Devi akajiandaa, lakini kuna baadhi ya vitu Victor alimuonyesha huyu Devi, jinsi ya mfumo wa binadamu jinsi ulivyo, na kwa nini binadamu anatembea, kitu gani ambacho kinasababisha mpaka damu kupita katika misuli. Kwa hiyo huyu mwanasayansi alikuwa ni mwanasayansi hatari sana, ambaye alikuwa hakubali kushindwa na amini kama kuna kifo ama amini kama kuna umauti. Kwa hiyo alimueleza vizuri, na Devi akasema basi sio mbaya, hakika hii ndoa ya mdogo wako na mdogo wetu tutaisimamia vizuri kama utatupa
kwa taaluma hiyo. Basi siku zikazidi na huyu Eliza akaja leo hapa na William akasogea pamoja. Kwa hiyo Eliza na William wakakaa meza moja pamoja kupata chakula ili mradi kupata baraka, lakini Eliza alimlagai huyu jamaa na kusema anachokifanya ni upumbavu mtupu. Basi hawa watu wakiwa na safari na William pamoja na Devi wakiwa pamoja, na hapo walikuja katika jumba kubwa ambalo huyu mchizi anaendesha mambo yake ya science hapo, ambao si mwingine ni Victor. Na hapa walikuja sehemu ya kunyongewa na watu, yani sokoni, ambapo watu wananyongewa kuja kuchukua miili ya watu ambao wamekufa, kwa sababu siku zote Victor alikuwa anakusanya miili ya watu waliokufa, na hapa akajifanya yeye kama mkubwa wa kanisa ili mradi amsikilize bibi dada ataungama kitu gani. Anamkuta bibi dada anaungama, bwana, kuna huyu rafiki yake na jamaa yangu ambao kaka yake na mume wangu, yeye ni mtu ambaye anafanya vitu vya ajabu. Na mchizi kule Victor akawa anamjibujibu kama yeye ndio pastor. Na siku zilipoendelea na alizidi kuteka akili ya bidada, na hapa walikaa katika show kubwa, na mwisho siku alicheza vizuri na shemeji yake, na huku mchizi akiendelea na sayansi yake, akiendelea na kutengeneza watu wake. Siku zikazidi kutembea na furaha ikazidi kunogewa, lakini mchizi anajikuta kama anaanza kumtaka kimapenzi shemeji yake, akiwa na mdogo wake William, akiwa na huyu jamaa, akiwa anaelekeza namna gani sasa hivi anatia ile spawn code tunaita, yani anatia ule unatenate wa uti wa mgongo ambao alikusanya kila sehemu ili mradi jambo lake lipate kukua. Lakini mchizi alitaka kueleza hisia zake, lakini dada alimwambia mimi tayari nishampenda William. Basi wakiwa wanapitia maiti ya hapa na pale ili mradi wapate alao kuna vitu ambavyo wanavitaka, yani kuna viashiria vya maiti ambavyo vikifa basi yeye alikuwa anavichukua kwenye kila mwili wa binadamu. Yeye alipita kuchukua kitu, na hapa alikuja aliendeleza kitu ambacho ameshakianzisha. Basi mchizi aliendelea kutengeneza mtu wake, na mwisho wa siku alitafuta sura ya kumpa huyu mtu wake na kuendelea kumtengeneza. Daktari Victor hakuishia hapo, alimwambia hakika nimependezewa sana na sanaa yako, hakika nimependea sana na somo lako. Anamwambia hakika nataka tumshinde Mungu, kwa sababu haiwezekani Mungu ikifika muda yeye anatuua. Astaghfirullah, anatuua kwa sababu gani? Na anatuua kwa nini? Basi hapa leo akachukua kitu na kwenda kuweka juu, lakini hapa kukawa na kinzani na yeye na huyu jamaa anataka vingine na huyu jamaa anataka vingine. Akamwambia hakika hebu ningojee kwanza, hili kitu hakitaki kuwekwa haraka, basi stamilie. Basi hapa ugomvi yeye na huyu Devi, na Devi anadondoka chini, na Victor anakuja kumwangalia Devi, anamkuta Devi tayari ameshapoteza maisha. Akawa hana jinsi, akawa hana budi, lakini alirudisha kile kitu taratibu na kumweka huyu binadamu wake ambao anamtengeneza. Na hapa radi lilipopiga, lakini huyu mtu hakuamka, na Victor alirudi kitandani na kwenda kupumzika. Lakini kipindi amepumzika, macho yake hajaamini, yani yule mtu aliamka na kuwa mzima sana. Victor alimsogelea, hajaamini kama sanaa yake ambayo ameitengeneza imekili, imekubalika, na huyu mtu amerudi kuwa binadamu. Victor akamtoa mabandeji na akaanza kumweka nywele na kuanza kumtengeneza vizuri na kumpa kauli na kumpa maneno na kumpa lugha ili mradi aongee. Na kweli Victor hajaamini, kwa sababu leo huyu jamaa alikuwa anajikata, lakini hata damu yake haikuwa nyingi. Basi Victor akafunga lile jeraha la yule kijana wake aliyemtengeneza ama binadamu wake aliyemuumba. Victor akaendelea na siku zikapita. Elizabeth akaja tena ili mradi kuja kumwangalia huyu kaka yake ambaye amekuja hapa kusomea, lakini yeye alimwambia Elizabeth, nenda tafadhali na urudi siku nyingine. Elizabeth akaondoka, na hapa kupita akamkuta huyu kiumbe ameshakuwa hai, na dada alikuta huyu mtu anatengenezwa. Huyu mtu kwa mara ya kwanza anakutana na mwanamke, akawa haamini, akaanza kumshika na akamwambia hakika unaangalia hizo scratch zangu zilivyotengenezwa. Basi huku upande wa pili Victor ikabidi amuelezee, ambia kweli tumefanikiwa, lakini bado naendelea kumpa maneno. Huyu mtu ana nguvu za pekee yake, ndio maana nimemfunga mnyororo, na ndio maana nimemweka huku kwa sababu bado hajakuwa sawa. Kwa hiyo inabidi niendelee kumpa maneno. Lakini huyu mdudu ama huyu binadamu akampa zawadi ya jani la ua, lakini huyu mwanamke alijitambulisha jina lake na wakaelewana, na Victor akaingiwa na wivu. Kwa nini unamzoea huyo mtu wakati nilishakwambia mimi nakupenda na unasema umempenda mdogo wangu? Basi huku usije na huku soma kwa kuja utatuharibia kazi. Akamwambia basi kama unahisi nitakuharibia kazi. Huku Victor amekuja na akaendelea kumfundisha huyu baadhi ya vitu, lakini hapa leo anamchapa huyu kiumbe kwa sababu ameshindwa kumsikiliza. Lakini huyu kiumbe naye anakuja anapata hasira na kuvunja ule mti. Victor akaingiwa na uoga na kujua kwamba ametengeneza kitu cha hatari. Ilibidi amwambie mdogo wake, oya William,
inabidi huyu demu uondoke naye, na mimi hapa siwezi tena kukaa naye huyu mtu kwa sababu anaonekana huyu ni kiumbe hatari, atanisumbua. Basi hawa watu wakawa wameshikana vizuri na wakaanza kuondoka, na dogo anaagwa na kaka yake, na kaka yake anabaki pale peke yake. Jamaa Victor baada ya kuona vile anatia mafuta jumba lote hili, kumwagia petroli kila sehemu, na huku dada anasema hakika Victor ametengeneza kiumbe kizuri, lakini hiko kiumbe kinaweza kikamwathiri. Hapa Victor anatia moto na kiumbe uko ndani yake, na kiumbe anaita Victor. Victor alisikia ile sauti na akasimama. Kwa nini namuua mwanangu mwenyewe, au kwa nini naua kiumbe changu ambacho nimekitengeneza? Victor anarudi na ajali nzito Victor inamtokea na kuvunja mguu wake. Elizabeth anaangalia, anakuta ule mnara unavunjika vipande vipande, na Victor anaturudisha tena wakati hapa kwa huyu Naoza. Akawa na mpastori, akamwambia hakika kama ulifanya hivyo, na Naoza anamwambia sasa ilikuwaje? Naoza akataka kujua kitu gani ambacho kimetokea, na huyu mdudu akamwambia hakika mlizani mtaniua, mimi hamwezi kuniua, najua Victor amekwambia kila kitu. Kweli Victor hapa amekiri kwa kile kitu alichokifanya, na huku moto unawaka taratibu. Sasa jamaa akaendelea safari hapa kutuambia kwenye moto pale tokaje. Akasema nilifungua minyororo hii, umeelewa? Pale kwenye story huku nyuma huyu mdudu aliokuta hawa watu wanahadisiana, kwa hiyo ikabidi na yeye aelezee namna gani pale jinsi alivyotoroka. Akamwambia nilipita na nikaondoka, na mwisho wa siku nikakuta watu wanawinda, na hawa watu wanaowinda nikajificha, nikaanza kuangalia maisha yao, na nikaingia ndani ya nyumba yao humo nikawa naishi. Sasa hapa nikawa najifunza namna wanavyoishi. Huyu babu na watoto wake walikuwa wanaishi kwa upendo, kwa hiyo nikagundua upendo ndio kila kitu. Sasa hivi story imeama kwa Victor, imehamia kwa huyu kiumbe, naye anatueleza jinsi alivyopitia mpaka leo kukimbizana tena na Victor, na akaanza kuwasaidia jinsi ya kutengeneza mabanda na kuanza kuwapa kampani, na hawa watu walikuwa katika ulinzi mkubwa bila kujijua anayeupa ulinzi ni nani. Na hata mzee alisema itakuwa ni mizimu ambayo inalinda huu msitu, inatulinda. Basi wakamuaga, na mzee akasema hakika mimi nitabaki peke yangu hapa wala sitaondoka, na hii familia ikaondoka na kumwacha huyu mzee peke yake. Mzee akiwa peke yake, huyu mtu anatoka, na huyu mzee kumuona alimwambia nilijua tu kama siku zote unaishi, msogea karibu kijana wangu. Basi huyu mzee akaishi naye kwa upendo, akamwambia ni kweli nimejifunza lugha yenu pia. Basi wakaendelea kuishi, wakala pamoja na wakaishi pamoja, na kila kitu walishare vizuri na huyu mzee. Na mzee hakuwa na kitu kibaya, alimfundisha huyu mtu vitu vingi vya kufanya, na siku moja huyu mtu akawa anarudi tena kuangalia na kujigundua kama yeye sio binadamu asili, yani sio binadamu ambaye amezaliwa na mwanamke, bali yeye ni binadamu ambaye ametengenezwa. Basi kwenye vipande hivi, na siku hii alirudi hapa akakuta hii nyumba imeharibika, na ndani alipoingia alikuta mbwa mwitu wanamshambulia mzee, na jamaa aliwachana chap kwa haraka na kupambana nao, lakini hali ya mzee ilikuwa iko hai taabani, yani mzee alikuwa anaongea neno la mwisho na mzee alipoteza maisha. Sasa familia inaingia inamkuta huyu jamaa na baba yao na babu yao tayari ameshakufa. Kwa hiyo watu walimlilia, na mwisho wa siku waliendelea kumshambulia na kumpiga risasi, na jamaa kwa sababu alijua hii familia wala hakutaka kuizuru wala hakutaka kuionyesha chochote, na kukua hawa watu hakutaka kumsikiliza, jamaa aliondoka taratibu na kuja kumtafuta aliyemtengeneza ni nani. Hapa macho kwa macho na uso kwa uso alirudi kwa Victor na kumwambia Victor, lakini hapa Eliza anamkata kibao huyu jamaa kwa sababu alimkataa, na jamaa anaangalia ili ua la huyo mchizi. Sasa Victor alikuwa na ugomvi na mwanamke kwa sababu alikuwa anamtaka kama penzi, lakini mwanamke huyo hamtaki, na yeye mwanamke huyo alizama kwa William. Lakini hapa Victor anasikia jina lake limeitwa, na anapoangalia anamkuta huyu kiumbe wake ambaye amemtengeneza, yani macho kwa macho. Na huyu anamwambia hakika Victor, nimechoka kukaa mpweke, umenitengeneza na niko peke yangu, kwa nini usinitengenezee mwenzangu nami niwe na mwenza wangu, niishi kama nyinyi binadamu mnavyoishi, sio upweke. Victor akakataa, na huyu kiumbe akafanya mazito. Jambo hili lilimshtua mdogo mtu William, na Eliza alikuja katikati, na hapa balaa likaanza. Lakini huyu kiumbe alipokutana na Eliza wakakumbatiana. Victor akapata nafasi hiyo akachukua bunduki na akataka kumuua, lakini bunduki hiyo Elizabeth akaivaa na bunduki hiyo ikamwasili, na huyu shetani alikasirika vibaya, akaanza kuwatenga watu na kuwapiga vibaya. Lakini mwisho wa siku aliondoka, na licha alimfanya kitu kibaya Victor, lakini yeye aliondoka na huyu Elizabeth kwa sababu alikuwa shaanza kufall love. Victor anajikuta hapa amemponza mdogo wake na damu nyingi zinamtoka, na mdogo mtu anamwambia kaka, hakika tumekosa kila kitu, na mdogo mtu anafariki dunia. Victor kwa hasira anachukua bunduki na mguu wake mbovu anamfuata huyu kiumbe aliyemtengeneza, anamfuata huyu kiumbe aliyemuumba. Victor anaingia pangoni huku, na huyu bidada Eliza anamwambia kika, wewe ni mtu mzuri
na yani nimekupenda. Basi huyu dada anapoteza maisha na huyu kiumbe anajificha, na kiumbe huyu anamtokea Victor mgongoni, anamwambia hakika wewe ndiyo sababu, hakika wewe ndiyo chanzo. Umeniumba alafu unanipa upweke, umeniumba alafu unanikataa, iweje sasa umeniumba? Victor akaanza kushota mpora kutetea maisha yake. Victor akaanza kukimbia kunusuru maisha yake. Kwa hiyo Victor alikuja hapa na kukuta hema la watu, na hema hilo akatamani kukaa hapo, na baadhi ya watu akawakodi ili mradi wamfanyie kitu, na mwisho wa siku huyu kiumbe alikuja na kuanza kumburuza Victor, lakini Victor alichukua bomu hapa akataka kulipuka naye, na kiumbe akamwonyesha kama mimi siogopi kufa, ila wewe ndio utakufa. Akachukua lile bomu akamwambia Victor, sasa kama wewe ni baba yangu umeniumba, kimbia, na lile bomu likabutuka naye yule kiumbe. Ajabu, Victor amedondoka pembeni, lakini huyu kiumbe wala hakudhurika sehemu yoyote, na Victor ndiyo amedondoka. Na wale watu walipoona ule mlipuko ndipo walipokuja. Huyu kiumbe anatuhadisia vizuri, umenielewa? Kwa hiyo baada ya kumwambia hapa, anamwambia hakika Victor, ulichofanya ni kibaya. Kweli Victor amekiri kosa na kumshika kiumbe wake mkono kwa ishara ya kumwomba msamaha na kumwomba radhi. Anamwambia kweli, mimi baba yako nimekosea mwanangu, nimekutengeneza lakini sijakuwekea mwenza wako. Kwa hiyo kama nimekutengeneza sijakuwekea mwenza wako, tafadhali naomba unisamehe sana mwanangu. Na mtoto alitulia taratibu na kumsamehe babake na kumpiga busu la kichwa, kwa kuwa baba ndiye alomtengeneza na yeye ndo maisha yake hayo. Na captain akasema jamani, kila kitu kimeisha, hawa ni baba na mwanae, na kuambia vijana wake washushe bunduki zao chini. Na hapa huyu jamaa akaona hawa walikuwa wanateseka kusukuma email ingie, basi akaisukuma ile meli, ni mtu mmoja tu na ile meli ilitoka taratibu. Victor alijua kosa lake na kukiri kosa lake, na captain alijua kweli huyu sio kiumbe mbaya, bali anatamani kuishi kama binadamu. Oya wanangu, aya, kama ndo mara yako ya kwanza kuungana nasi, basi usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Je, wako mtamboni Febas.